wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil adhim. Waislam, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala nimekuandalia darasa hii kwa ajili ya kupata faida kutoka katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tunapata faida kutoka katika kauli za ulama, lakini pia tunapata faida kutoka kwa masahaba, lakini pia tunapata faida kutoka kwa watu wema waliopita. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie darasa hizi ziwe ni chenye kuleta tija katika umma huu wa Kiislamu. Leo nitakuletea darasa hii inayozungumzia aina za majini. Na miongoni mwa aina za majini leo tutamgusia jini anaitwa jini ashki. Jini ashki ni jini gani na dalili zake ziko vipi pamoja na tiba zake zitakuwa vipi? Kwa naomba fuatilia darasa hii mwanzo mwisho ili upate kumjua jini ashki ni jini gani. Katika kitabu chetu hichi wanasema wal jinnul ashiq, na huyu jini ashki min akhtari anwa'il jinni, huyu ni katika aina mbaya, ni katika aina hatari za majini. Wal jinni al-ashiki, na huyu jini ashiki min akhtari anwa'il jinni, ni katika aina za majini ambao hatari kabisa. Wa asharruhum bisamin, lakini huyu ni katika jini ambaye mwenye silaha kubwa. Wa ashadduhum tamassuka bil jasadi, na jini huyu ndiyo jini ambaye ameweka mizizi katika mwili wa mwanadamu. Kwa jini ashki min akhtari anwa'il jinni, ni katika majini hatari ambao wanakaa katika mwili wa mwanadamu. Kwa jini ashki huyu ni katika majini ambao ni hatari sana ambao wanakaa katika mwili wa binadamu. Akasema mwandishi wa hadha aljinnu, na jini huyu ashki huyu lahu asbabun, ana sababu zake lidukhulil badan minha, kwa dalili ana sababu zake za kuingia katika mwili. Wa hadha aljinnu, na jini huyu ashki lahu asbabun, huyu ana sababu zake lidukhulil badani, sababu za kuingia katika mwili. Kwa jini ashki ni katika majini ambao hatari sana ambao wanakaa katika mwili wa mwanadamu, na jini huyu ana dalili zake za kukuingia wewe mwanadamu katika mwili. Minha, miongoni mwa dalili ambazo ukiwa nazo wewe mwanadamu anakuingia mara moja jini huyu ashki katika mwili wako. Dalili gani? Hali ya kwanza, antukhaffafa almar'ati min thiyabiha, mwanamke atakapokuwa anavaa nguo nyepesi, mwanamke akiwa anavaa nguo za uchi, mwanamke akiwa anavaa nguo zenye kuonyesha maumbile ndani. Antukhaffifa almar'ati min thiyabiha, mwanamke akiwa na nguo nyepesi, akivaa nguo nyepesi, basi jini huyu ni mara moja kumuingia mwanamke huyo. Lakini pia baada ya kuvaa nguo nyepesi, wataqifu amama almiraati fil hujra, akishavaa nguo za nyepesi mwanamke anasimama katika kioo, anapenda kujiangalia kwenye kioo. Huyu ni jini ambaye ukiwa na dalili hiyo, ukiwa na tiba hiyo, basi ni mara moja kuingia. Kwa katika dalili ya kwanza ya kuingiwa na jini ashki, antukhaffifa almar'ati min thiyabiha, ni mwanamke kuvaa nguo zake nyepesi, kisha wataqifu amama almiraati fil hujra, kisha akasimama mbele ya kioo akawa anajitazama na akawa anajiangalia. Ukiwa na tabia hiyo, basi jini ashki mara moja anakuwa ni mwenye kukuingia. Kwa hiyo ni dalili ya kwanza ya kuingiwa na jini ashki. Lakini ya pili akasema anasema naumi rajuli au almar'ati, ni pale mwanamke anapolala au mwanamme anapolala, khasatan fi ayami saifi bithiyabil khafifiyatu, mwanamme au mwanamke wanapokuwa wamelala hasa katika kipindi cha baridi. Kipindi cha baridi wako wamelala tena bithiyabil khafifiyatu, wakiwa na nguo nyepesi. Mke na mume wakiwa wamelala kipindi cha baridi hali ya kuwa wamevaa nguo nyepesi, na hii ni sababu ya pili ya jini ashki kukuingia katika mwili wako, iwe ni mume au ni mke. Kwa sababu ya kwanza tumeona mwanamke kuvaa nguo nyepesi kisha akiwa anapenda kujiangalia kwenye kioo. Sababu ya pili ni mwanamume na mwanamke wakiwa wamelala hasa katika kipindi cha baridi hali ya kuwa wamevaa nguo nyepesi. Wa abdani ariyatun, na kisha miili yao ikiwa ipo uchi, ikiwa inaonekana.
sawa. Lakini pia wa bighairi dhikrullah qabla an-nawmi, na mume na mke wakiwa wamelala, kabla ya kulala wakawa hawajamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa hawajaleta dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dalili ya pili pia inasababisha jini ashki kuingia wewe. Akasema dalili ya tatu, ukiwa nayo jini ashki anakuingia mara moja. Anasema dukhulul khala'i lilghusli, mtu anapoingia chooni kwa ajili ya kuoga, wal istihmami, na kwa ajili ya kujisaidia, lakini duna dhikrullahi ta'ala qabla dukhulihi, akawa hajamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia chooni. Mtu ambaye anaingia chooni kwa ajili ya kuoga au kwa ajili ya kujisaidia, kisha kabla ya kuingia chooni akiwa hajamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni sababu moja pia ya wewe mwanadamu kuingiwa na jini ashki. Sasa hizi sababu tatu ziangalie. Sababu ya nne, anasema jima'i rajul ahlihi, anasema jima'i rajul ahluhu, ni pale mume anapomuingilia mke wake duna dhikrullahi ta'ala kabla aljima'i, bila ya kumtaja Allah kabla ya kufanya tendo la ndoa. Unapofanya tendo la ndoa baina ya mwanamke na mwanamume, iwe ni mke wako wa halali, basi kabla ya kufanya tendo la ndoa, ikiwa hujamtaja Allah, hujaleta uradi wote, hujasoma bismillah kabla ya kufanya tendo la ndoa, basi hii ni sababu pia ya wewe mwanamume au mwanamke kuingiwa na jini ashki. Kwa wale watu ambao wanafanya tendo la ndoa bila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni rahisi sana mtu huyo kuingiwa na jini ashki. Ndio akasema jima'i rajul ahluhu, mtu mwanamume kumuingilia mke wake duna dhikrullahi ta'ala, bila ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kabla aljima'i, kabla kufanya lile tendo la ndoa. Kwa unapofanya tendo la ndoa lakini kabla kufanya tendo la ndoa kwa hujamtaja Allah, basi ni njia rahisi ya kuingiwa na jini ashki. Lakini sababu nyingine akasema an-naumi fi makani wahdahu munfarida, mtu kulala akiwa kajitenga mbali peke yake. Yani mtu ambaye anapenda kujitenga peke yake, na huyu pia ni wepesi kuingiwa na jini ashki. Kwa sababu hizi, sababu sita hizi ukiwa nazo, basi inakuwa ni rahisi wewe mwanadamu kuingiwa na kiumbe anaitwa jini ashki. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie na atuepushe na kuingiwa na jini huyo ashki, kwa sababu ni katika majini hatari sana ambao wanarudisha nyuma kimaendeleo. Kwa sababu sita hizi ukiwa nazo moja tu katika hizi sita, ukiwa nayo moja tu katika hizi sita, basi wewe inakuwa ni rahisi kuingiwa na jini ashki. Tumombe Allah tufanye wepesi, na tukutane katika episodi inayofuata mbele hapo, ili upate kuja kujua sasa tiba ya jini ashki ni ipi. Utamtibu vipi mtu ambaye kaingiwa na jini ashki? Tuombe Allah tufanye pesi, na tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.